Sema asante kwa Muumba mbingu na nchi, kwa fadhili zake na ukuu wake, ambaye amenipa mimi kibinafsi kuona tena siku hii, siku ya baraka. Karibu ndani ya neno la matumaini, asubuhi njema kabisa. Nabii Isaya mlango ule wa 14 mstari wa 3, Biblia inasema hivi: tena itakuwa katika siku ile ambaye Bwana atakupa raha baada ya huzuni yako na baada ya taabu yako na baada ya utumishi ule mgumu ambayo uliupitia. Bwana atakupa raha katika siku zako za mwisho na hata siku zako za mwanzo. Haya ni mambo mazuri yanayoelekea unabii kwa ajili ya taifa la Israeli. Kwa muda mrefu walikuwa wametawanywa na kupigwa na adui na kutekwa nyara na kupelekwa nchi zisizokuwa zao na kupitia hali nzito kwa ajili ya utumishi mzito. Walipitia hali ambayo haikupendeza mno. Na anasema tena, nitakupa katika siku zako. Bwana asema hivi, atakupa raha baada ya huzuni yako na baada ya taabu, baada ya utumishi ulio mgumu uliotumika. Hili ni taifa ambalo lina experience nzito ya kutumika mikononi mwa maadui, watu waliotekwa nyara, tekwa na kuwekwa katika nchi zingine na kupitia hali nzito sana. Maadui wa Israeli walikuwa wengi. Ndio nikasema jana katika habari ya neno la Mungu, mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana humponya na yoyote. Israeli ni kati ya watu wanaopitia hali hiyo nzito, katika mateso mengi. Maana katika historia Israeli wanapitia mikononi mwa Wafilisti, Israeli wanapitia mikononi mwa Babeli ama Wababilonio. Waisraeli wanapitia mateso katika watu ambao wanaitwa wa Misri. Hali si nzuri kwao kwa wingi, wanapoteseka na kuteswa na jamaa na jamii zao zinapopitia hali ngumu. Lakini Mungu anakumbuka kupitia nabii Isaya na kuzungumza katika habari hizi katika kitabu kile cha Isaya 14 mstari wa 3. Tena itakuwa katika siku ile ambaye Bwana atakupa raha baada ya huzuni yako, baada ya taabu na baada ya utumishi ulio mgumu uliotumika. Bwana naomba sana akupe raha yako. Umeteseka, imetosha. Maombi yangu ni kwamba Bwana akupe raha yako. Umelia, imetosha. Maombi yangu ni kwamba Bwana akupe raha yako. Umehangaika, imetosha katika mateso makubwa umepitia katika utumishi. Lakini majira haya asubuhi, kumbuka jambo hili, japo matumaini ya kwamba hata kama mti umekatwa, kwa harufu ya maji utachipuka tena. Japo matumaini ya kwamba aliyekuletea leo ni mwaminifu na kila uendako atakufikisha salama. Tena itakuwa katika siku ile ambayo Bwana atakupa raha. Bwana atakupa raha, tena si raha tu, raha maradufu. Bwana atakusaidia katika hali zako. Umepitia hali ngumu ambayo iwezi kufananishwa. Umepitia hali nzito. Unakumbuka mahali uliko na uliko sasa. Unakumbuka mahali ulikotoka na uliko sasa. Zaidi ya yote unazikumbuka ahadi ambazo watu walikuahidi. Unasema, je, hizi ahadi zilienda wapi? Leo hii nimekuja na habari njema ya kwamba Bwana atakupa raha baada ya huzuni yako na baada ya taabu. Huzuni yako na taabu yako itakapokamilika. Maana Mungu kwetu sisi ni kimbilio na tena msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Haya mateso ulionayo, nasema hivi, ni ya muda mfupi tu. Pana Mungu anayefungua njia pasipokuwa na njia, na tena na kupigania. Maana atakupa raha baada ya taabu yako na utumishi mgumu ambao umepitia ndani. Najua umepitia hali nzito ya utumishi, kiwango cha kukata tamaa ya kusonga mbele. Umepitia hali ngumu ya utumishi, kiwango cha kuona haina haja tena ya kuendelea kuwa mtumishi. Lakini asubuhi njema kabisa, yupo mtetezi tena kimbilio katika hali ya utumishi. Ataiboresha tena, atakusaidia. Kama anazungumza na nabii Isaya na kumwambia ambie Israeli ya kwamba hali uliyopitia hiyo ataifanya kuwa nyepesi. Maana tena itakuwa katika siku ile Bwana
atakupa raha baada ya huzuni yako na baada ya mateso na taabu uliyopitia katika utumishi. Majira haya asubuhi, Mungu akufanyie kesho ya baraka. Mungu Baba akufanyie kesho ya kuinuliwa. Zaidi ya yote, akurejeshe katika viwango vya baraka zako, akurejeshe mikononi mwa baraka, akutoe katika mikono ya waasi na wahalifu, akutoe katika mikono ya mateso, akutoe katika mikono ya kutekwa nyara na kuwekwa katika hali nzito, akusaidie kurejea nyumbani, kuyatimiza na kutenda mapenzi yake katika jina la Yesu Kristo. Baba, katika jina la Bwana wa majeshi tunakuhitaji tena, maana umebaki mwaminifu na tegemeo na kimbilio la watakatifu, na kwa wakati kama huu tunatangaza wema wake na fadhili zake ambazo zinatulinda kila kuchao. Uwalinde watumishi wako popote walipo. Asante kwa neno lako tulilopokea majira haya. Wameteseka kwa muda, leo Bwana warejeshe kwa baraka zako. Wameumia kwa muda, Jehova, leo hii tunatangaza wameinuliwa na nguvu zako zinawatawala watokapo tena waingiapo, maana wewe ni Mungu wetu. Nani kwa Yesu Kristo tunaomba na kuamini, amen. Asante sana popote ulipo msikilizaji wangu. Mungu wa amani akulinda, kutunza, kubariki. Asante kwa neno lake Jehova, na neno litadumu milele, neno lake Mungu wa Israeli. Asante na karibu. 45614688 namba yetu. Simama kituo hiki kimaombi na hasa kifedha, na Mungu wa amani atakubariki sana. Mathew Ndeva ndilo jina langu, na Radio Fortune Africa, redio yako inayokuwa kwa kasi sana duniani, na kipindi Kisima cha Matumaini. Asante na karibu.